Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo amepokea ripoti ya tume ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi. Ni tume ambayo mwenyewe aliiunda mnamo Julai 31 ya mwaka 2024. Lengo kubwa la kuja na tume hii ni kupitia mfumo mzima wa kikodi hapa nchini ili matokeo yake yalete ufanisi na mageuzi makubwa. Baada ya kipindi cha muda toshelezi, tume hiyo sasa imekamilisha shughuli yake na mapema asubuhi ya leo majira saa 5 pale Ikulu Dar es Salaam Magogoni imewasilisha ripoti yenyewe. Ripoti hiyo imebeba mapendekezo 284 yakigusa katika maeneo mbalimbali, muundo, lakini pia mambo ya sera na sheria na yenyewe hayakuwekwa kando. Ripoti ambayo ilikuwa chini ya uwenyekiti wa Balozi Ombeni Sefue, lakini pia ikisheheni manguli wa mambo ya kodi ambao walikuwa ni wajumbe. Tutapiga darubini. Je, taarifa hii ama ripoti hii ni mwanzo wa mageuzi mapya katika sekta ya kikodi hapa nchini? Na wachumi wanasemaje? Kwani tangu kutoka kwa ripoti yenyewe kumekuwa na mijadala mizito kwenye social media. Naitwa Nurdin Selemani, yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmini. Studio tumemwalika SFE Ali Mkimo ambaye yeye ni mchumi kuweza kutupia jicho ripoti. Karibu sana. Shukrani sana. Kwema kabisa. Mambo yanakwenda. Mungu mwema, alhamdulillah. SFE Ali Mkimo. Hebu tuambie, nyie wafuatiliaji wa mambo, watu ambao mmekuwa mkielea kwenye ili eneo la sekta ya kodi na mifumo yake. Ndio. Ripoti hii inaweza ikawa ni mwanzo wa safari mpya, mapinduzi na mageuzi makubwa kwenye mifumo yetu ya kikodi ambayo imekuwa ikilalamikiwa muda mrefu na wafanyabiashara. Kuna kazi kubwa Nurdin, kazi ni kubwa sana ya kufanya, kwa sababu mfano ile pendekezo tunakusema kwamba badilishwe jina kutoka TRA kwenda kuwa TRS. Tunasema pasipo na ule usimamizi, au tunasema pasipo na ile kazi kubwa inayohitajika kufanyika, hasa kwenye kuijenga tena au kuitengeneza tena upya, kuiunda katika mtindo ule mwingine. Ni kama vile tunasema umeweka cosmetic, umepamba tu kwa vipodozi kwa kubadili jina. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya mengi kutokea hapo ili kuweza kuifanya sasa iendane na hiyo kuwa huduma kutoka kwenye mamlaka. Kwa hiyo mimi nasema ni hatua nzuri na ni hatua yenye tija tu, lakini kuna kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu umegusia vitu vingi Nurdin hapa, mfano sera, sheria, hivyo vyote vinahitaji kufanywa kazi. Kumbuka miongoni mwa vitu ambavyo vimependekezwa pia ni pamoja na tunasema kuzifungamanisha zile kodi, kuzifanya ziwe zinaenda katika mtindo ulio mmoja, lakini pia kuna swala la interoperability, kusomana kama hivyo kwa mifumo ya tehama pia imeguswa kwa kubwa huo. Kwa hiyo unaona kuna kazi kubwa sana. Kuna taasisi nyingi zinakwenda kuguswa ambazo zenyewe zinahusika na masuala ya kodi, lakini pia kuna sera zinapaswa kwenda kuguswa, kuona namna gani zinaweza kurekebishwa kuendana na mifumo ya kikodi jinsi ambavyo inaweza ikaenda. Na shughuli kubwa ambayo naiona mbele sasa ni kwenye kuzipata hizo informal sectors, kuzifanya ziwe rasmi, sectors zisizo rasmi. Unajua tuna sekta zisizo rasmi ambazo wakati mwingine zinafika 60% hadi 70% kwenye uchumi wetu. Sasa sekta zile kuzifanya ziwe rasmi, hiyo ndio shughuli ilipo, hasa kwenye kuwafanya wale wafanyabiashara wadogo waone kurasimishwa ni fursa na sio adhabu. Kwa sababu sasa hivi wengi wanaona kama ni adhabu. Ndio maana ukisema TRA inakuwa TRS, mimi napenda hivyo, naona ni kitu kizuri, kwa sababu unaondoka sasa kule kwenye adhabu kuifanya kuwa fursa. Na kama inakwenda kuwa huduma, ni wakati mzuri wa kuifungamanisha na taasisi za kifedha ili kuona namna gani tunaweza kunufaika na hilo. Kwa hiyo kuna kazi kubwa, unaona zinaguswa taasisi za kifedha, zinaguswa taasisi mbalimbali ambazo zinahusika kwenye ukusanyaji kodi. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanyika ili tuweze kufikia hapo. Umegusia hayo mabadiliko ya jina ambayo pia yamependekezwa na tume kutoka mamlaka kwenda huduma, maanake kwamba Tanzania Revenue Authority kwenda Tanzania Revenue Service. Tija yake ni nini? Unatoka kwenye mamlaka unaelekea kwenye huduma.
Tija ni kubwa Nurdin, kwa sababu ni kama vile tunasema unakwenda kusaidia zaidi, unawezesha kuliko unajua mamlaka siku zote na maana yenyewe ina hodhi hiyo nguvu ya kukusanya. Ukitofautisha na kuzungumzia huduma, na maana nyinyi sasa mnakuwa kwenye uwezeshwaji zaidi. South Africa ambao wao wana tax to GDP kubwa sana, uwiano kati ya kodi na pato wao ni mkubwa, wana 25%. Sisi tupo kwenye 11% hadi 14%, wakati kigezo kilichowekwa na Sub-Saharan ni 16% hadi 18%, nchi zilizo kusini mwa jangwa la Afrika. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mfano kwa South Africa ambao wao wana 25%, yao imekaa katika mtindo wa huduma zaidi. Ina maana sasa mnawezesha, mnasikiliza zaidi na kuona namna gani mnaweza mkazilea biashara, na ni miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tukivizungumza sana. TRA haipaswi tu kuwa mamlaka ya kukusanya kodi peke yake, inapaswa kuwa mamlaka ya kulea biashara, kuzikuza, zinaziincubate, kuzifanya zihitimu kutoka kuwa biashara ndogo ndogo kufikia kwenye hadhi ya kuwa za kati hadi kuwa za juu ambazo zinaweza zikalipa kodi. Kwa hiyo ni wakati mzuri sasa wa kuweza kufungamanisha na huduma. Sasa kuna kazi kubwa ya kutoa training, shughuli ilipo kufanya iwe training sasa kutoka kwenye kukusanya iwe training pia ambayo imekaa kwenye huduma zaidi. Hapo customer caring itaingia hapo, ile customer service yote kwa ujumla inakwenda kuingia hapo, kuwa train sasa wakae pia kihuduma zaidi. Kwa hiyo faida ni kubwa, hasa kwenye kuiondoa pia hofu ya kodi. Na mwanzo nimezungumza juu ya urasimishaji kuonekana kama vile ni adhabu pasi na kuwa fursa. Sasa hofu pia inaweza ikaondoka ukibadilisha jina. Hata ile hofu ya kodi na yenyewe pia kwa wananchi inaweza pia kuondoka, kuona kwamba sisi tunakwenda kupatiwa huduma zaidi na si mamlaka kama ambavyo yenyewe inaainishwa. Though jina peke yake halitoshi Nurdin. Hili nimekuwa nikisisitiza na bado narudia. Yaani jina peke yake haitoshi. Unahitaji pia kuona namna gani sasa inaendana kukaa kwenye mifumo ya kihuduma zaidi, uwezeshwaji zaidi. Kwa sababu ikishakuwa huduma ina maana mnakwenda kuwezesha, kama hivyo mnafungamanisha na za kifedha, kwa maana ya kwamba ukijaribu kuangalia mfano South Africa, hata Rwanda niliona walifanya hivyo, though of course ya kwao ninachozungumzia ni mfumo wa uwezeshwaji na urasimishaji. South Africa ndio wenyewe wameweka kama service kwa ukubwa huo. Nchi nyingine wanaita administration kabisa. Angalia Nordic countries, nchi zile za Scandinavia na zile nyinginezo, mfano Denmark, angalia Sweden, hawa wamejitengeneza katika mtindo wa administration. Wao wanaita administration, wengine wanaita agents, wengine wanaita wakala kabisa wa ukusanyaji kodi. Kwa hiyo kumekuwa na majina tofauti tofauti. Ukisema ni huduma, ina maana sasa unakwenda kule ambako wengine wamekuwa wakifanya hivyo, mfano kama hivyo South Africa, na tumeona tax to GDP kwa imeongezeka, uwiano kati ya kodi na pato unaongezeka. Yani unapata 25%, tuseme kwenye nguvu kazi ya 100 basi 25 ila uwezo wa kutoa. Ndicho hicho ambacho unakiangalia kwa ukubwa huo. Kwa hiyo inaweza kufanyika hivyo, kuibadilisha sasa ikawa ni huduma. Tija ninayoiona ni kwenye kuleta huo urahisi, kwa maana kwamba kuona tunaweza kushirikiana na mamlaka, kwa maana kwamba kuna ule ushirikiano wa kuwezesha zaidi kuzikuza biashara, kuzilea. Ndio maana nikasema mfano kwa nchi kama Rwanda walichokifanya, kwanza waliziunganisha baadhi ya kodi, lakini pia wakafungamanisha tija za kurasimishwa na ule urasimishaji wake. Mfano leo hii ukirasimishwa biashara ikawa rasmi, ina maana unakuwa una urahisi wewe wa kuweza kupatiwa mkopo, lakini pia unakuwa una urahisi wa kupatiwa zabuni. Wakiona tu kwamba kumbe nikirasimishwa kuna fursa ya kupewa mkopo, naweza nikapata zabuni, wakati huo pia nikalindwa kisheria, inakuwa rahisi sana watu kuziendea fursa za aina hiyo. Kwa hiyo jina peke yake of course halitoshi, bado kuna kazi ya kufanya kuona namna gani sasa inakaa katika mtindo wa huduma zaidi, hasa kwenye kufungamanisha ukuaji wa biashara na ukusanyaji wa mapato, yani ziende sambamba. Mfano Brazil wao walikuja na ile bundling system, yani mnalipa kwa pamoja, yani zile kodi zote zipo kwenye bando alafu unalipa kwa pamoja. Lakini pia angalia Kenya wana tax to GDP ya 18%. Unaona kabisa wamepiga hatua sana, wamefika hadi kwenye hicho kiwango cha Sub-Saharan. Kama wana 18%, unaona tu kabisa wao iliwasaidia kwanza ni ile tunasema mifumo ya kikodi ya kidigitali iliyo rahisi sana. Yani kwa kutumia tu simu Nurdin, unaweza ukakaa ukaingia tu kwenye menu kama ambavyo unalipia kingamuzi cha Azam, unaweza ukaingia pale ukalipa kodi. Yani kuna urahisi wa kulipa kodi. Kodi isikae kihasibu sana. Unajua ikikaa sana kihasibu unampa changamoto yule mlipaji. Kwa hiyo tuipate hiyo simplicity. Brazil walifanya hiyo, India walifanya hivyo. Kwa hiyo tukiwa tuna simplicity kama ambavyo Kenya wamefanya,
inaweza uwiano wa tax to GDP ukatoka kwenye 14% tukasogea nasi tukafika hata kwenye 16 kuelekea kwenye 18, hivyo viwango ambavyo vimewekwa. Kwa hiyo jina pekee Nurdin bado is not that enough, haitoshi peke yake. Kuna haja ya kufanya reshuffle ya ukubwa sana, hasa kwenye kuleta huduma, ikae kihuduma sana, training ifanyike kweli kweli sasa ya kufanya ikae kihuduma zaidi kwenye customer services. Ulizungumzia umedokeza swala urasimishaji wa hizo biashara. Kwa kutupia jicho sasa mapendekezo ambayo yapo ndani ya tume hii ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi, tunaweza tukaanza kuona tija hizi biashara ambazo nyingi zinaonekana hazijarasimishwa na hazina mchango toshelezi ndani ya kapu kuu la kodi. Faida hii inaweza kupatikana Nurdin. Unajua kuna kitu kimoja tunapaswa kuelewa, bajeti yetu ukiangalia kwa sehemu kubwa yenyewe inatakiwa kulishwa na makusanyo ya ndani. Hii budget ceiling iliyotoka juzi iliyokomwa bajeti unakuonesha inahitajika zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 36.9. Hayo ni mapato ya kodi peke yake. Ile non tax revenue, mapato sio ya kodi, ni zaidi ya shilingi trilioni 9.2 ili itimie ile zaidi ya shilingi trilioni 46 ambayo inahitajika tax revenue na non-tax revenue. Sasa hii ya mapato sio ya kodi, tutazungumzia mashirika ya umma ambayo yenyewe tunasema yana 8% kwenye ile mipango ya miaka 5 kwenye dira 2050 ukivunja katika mtindo wa aina hiyo. Sasa tukirudi huku kwenye tax revenue, mapato ya kodi, kupata kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 36.9 unahitaji kwanza urasimishe biashara pia nyingi zaidi, lakini uzikuze zaidi hizi biashara na zenyewe ziweze kukua. Hii nimekuwa nikizungumza sana Nurdin, nawe nimekuwa nikiongea sana nawe kuhusiana hili. Machinga hawezi kukaa miaka 10-15 machinga tu, unatakiwa kugraduate. Yani unajua kuna baadhi ya nchi zimeweka programs kabisa kwamba baada ya muda fulani usiendelee tena kuwa machinga, lakini kuna watu wana mitaji mikubwa, wakati mwingine unaona huyu ana mtaji mkubwa amepanga duka barabarani, inakuaje? Kwa hiyo kuna haja ya kushurutisha, tunasema of course sasa tunakwenda kwenye huduma, ushurutishwaji huu uendane na uwezeshwaji, tunasema utoke kwenye ugraduate baada ya miaka 5 au 10, ziwepo sheria ambazo zinaonesha kabisa kwamba sasa umeshakaa kuwa machinga muda mrefu sana, graduate sasa hitimu, kutoka kwenye hatua hii sasa nenda kuwa mlipa kodi. Kwa sababu unajua leo hii yule ambaye anamiliki duka akiona kuna mtu kapanga duka lingine barabarani na halipi kodi, anaweza kushirikiana naye kwa kumwambia uza bidhaa zangu maana wewe haulipi kodi. Kwa hiyo tuepuke hiyo tax evasion na tax avoidance, kukwepa na kuepuka kulipa kodi. Kwa hiyo kuna haja ya kuliangalia hilo. Kwa hiyo mimi ninachokiona, kama tunaweza kuzirasimisha hizi biashara nyingi ndogo ndogo kwa kuzifanya zione fursa kurasimishwa, tunaweza basi kuchangia vilivyo kwenye kulipa kodi. Tegemea kuona biashara hizi zikichangia zaidi. Kuna wakati mimi huwa nasema yawezekana pato letu la taifa ile GDP ni kubwa wakati mwingine kuliko hata ambavyo tulivyo nalo, kwa sababu tuna biashara nyingi ambazo hazijarasimishwa, ndio maana inakuwa changamoto. Angalia sekta sanaa na burudani 2023 ilikuwa kwa zaidi ya 17%. Cha kushangaza sasa mchango wake kwenye pato la taifa ni 0.4 hadi 0.9. Unapata tu picha hii sekta inakuwa. Kwa nini mchango wake ni mdogo? Unajua hapa kuna sekta nyingi zisizo rasmi zipo humo ndani. Kwa hiyo ukirasimisha utafanya hata pato la taifa na lenyewe liweze kuongezeka. Kama una sekta zisizo rasmi 60 hadi 70 kwenye uchumi, ina maana ukirasimisha pato la taifa linaweza kushoot likaongezeka zaidi ya hivi ambavyo tuko nalo hivi sasa. Kwa hiyo faida hii Nurdin inaweza kupatikana, lakini huu rasimishaji unaendaje? Kwanza kuna urahisi wa kurasimisha. Yani mfano kama Rwanda, mfano ambao nimekuwa nikiutoa, ukiona wao wanaweza tu kwenye simu ukarasimisha kwa haraka, ukajisajili na biashara ikaanza kufanyika. Yani kuna urahisi. Mimi naweza tu kuchukua simu yangu nikajisajili na nikaanza kufanya biashara. Lakini hizo gharama za compliance zisiwe kubwa, gharama za wewe kuweza hizo gharama za wewe kuweza tunasema kurasimishwa au wewe kuweza kuendana na mifumo iliyo rasmi zisiwe pia gharama ni kubwa sana. Unajua kuna vibali, kodi, tozo, ada za aina mbalimbali, wakati mwingine wewe mwenyewe unaanza kupata na hofu ya kurasimishwa. Kwa hiyo kama tukiendelea kuleta urahisi inaweza kuleta tija sana. Nimependa miongoni mwa vitu ambavyo leo kwenye haya mapendekezo yameainishwa ni pamoja na hivyo kuleta urahisi wa kuwa na kodi ambazo zinafanana. Siku moja tufike kwenye hiyo bundling system. Yani tunakupatia tu kodi zako katika mfumo ulio tunasema kodi hizi aina moja basi wewe unaweza ukalipia. Na
wakati mwingine Nurdin, unaweza usilaumu sana, wakati mwingine unaweza usilaumu sana nchi za Afrika kuwa na multiple taxation na double taxation, kodi zinazolipwa mara mbili na kodi zilizo nyingi, utitiri wa kodi, kwa sababu tax base ni ndogo. Unapata wapi kodi? Lazima uende kuwatwisha wale kwa hiyo zinakuwa zile, kuna multiplicity, kodi zinakuwa nyingi sana, kodi zinakuwa double, watu wanalipa sana kwa sababu tax base ni ndogo. Tukiwa tuna watu wengi ambao tunaweza kuwafanya walipe kidogo kidogo, ukawapatia mfano presumptive tax, ile kodi ya makadirio, tuseme tuwapatie iliyo rahisi, tuwekee flat rate ya 3% tu, kwamba nyinyi mamalishe mtalipa 3%. 3% hii mtakuwa mkilipa kwenye hayo mauzo yenu. And of course unaweza ukaenda pia hata kwenye faida, kwa sababu wakati mwingine pia kodi ikikaa kwenye mauzo kuna gharama za uendeshaji pale. Kwa hiyo unaweza ukaipeleka pia kwenye faida. Hii inaweza kusaidia sana. Kwa hiyo tutegemee kuona mchango huu ukipatikana, hasa baada ya kuzirasimisha. Zikiwa rasmi itasaidia, ila sasa unawavuta vipi wawe rasmi? Wao waje wenyewe kuwa rasmi. Hapa kuna kazi ya kufanya. Tufungamanishe huduma ambazo TRA watakuwa wakizitoa, ikiwa TRS of course preferably. Sasa ikiwa TRS tuifungamanishe, ifanye kazi pamoja na benki kuu, at the same time na benki za biashara, tuone namna gani tunaweza kuleta hiyo faida. Na kama ni biashara ndogo ndogo, basi tuzihusishe pia hata na microfinances. Zipo hizi benki ambazo zipo chini ya microfinance, zipo kwenye tier 1 pale, tuone namna gani pia zinaweza kwa pamoja zikawezesha. Of course wao wanapokea sana deposit, watoe mikopo, tunaweza kuangalia namna nzuri ya kuwafanya pia waweze kuwasaidia hata kwenye hizi huduma ndogo za kifedha. Wale walio kwenye tier 3, tier 4, nazungumzia SACCOS, nazungumzia vikoba, viwe rasmi pia, basi wawezeshe na hizi biashara ndogo ndogo. Tukiona huko kwenye mabenki hatuwezi kwenda, tuone pia namna gani tunaweza kuwasaidia zaidi. Kwa hiyo kuna haja kufungamanisha uwezeshwaji uende sambamba na urasimishaji. Utaona wafanyabiashara wengi wadogo wadogo wakikimbilia fursa. Watu wanapenda kwenda palipo na fursa, wakiona kuna faida za kifedha, tegemea kuona wengi wakienda huko. Kwa hiyo itoke kwenye adhabu iende kwenye fursa. Nina hakika tutawapata wengi. Mkiwa mapendekezo ambayo yametolewa na tume ni 284. Kati ya hayo 146 yanahusiana na sera na sheria. Tafsiri yake nini kwenye sheria na sera zetu za kikodi? Tafsiri yake ni kwamba unaona tu kabisa zile za mwanzo zilikuwa zina changamoto kabisa. Ndio unaweza kusema hivyo straight away kwamba zile za mwanzo ina maana kulikuwa kuna changamoto. Na unajua sheria za kodi mara nyingi zikiwa ngumu huwa zinafungua mianya ya migogoro ya kodi, lakini pia hata rushwa wakati mwingine. Sasa ukiona sheria zimekuwa ngumu sana, wakati mwingine zinaweza kufungua fursa ya kuitana pembeni na kunong'ona kwamba bwana tunafanyaje hapa. Sasa vitu vya aina hiyo pia vinaweza pia kupunguzwa. And of course wamekuwa kisimamia vizuri sana, kuna namna gani changamoto za aina hiyo zinaweza kuwa hazipo, lakini bado tunaona ukiwa kuna ugumu wa sheria unaweza pia kupata tabu hata pia kwenye bidhaa mbalimbali, kwenye ile mifumo ya kiuchumi. Mfano amezungumzia mafuta ya kula leo, umesikia? Unaona kabisa huu ufuatiliaji unaanzia mbali kabisa tangu kutokea bandarini. Ina maana kama kuna changamoto za aina hiyo, inamaanisha kutokea bandarini mifumo inapaswa kuanzia huko kusimamiwa. Kwa hiyo hizi sheria zinapaswa kuangaliwa. Mfano tu assessment ikifanyika, alafu ile kodi mfano hujaridhika nayo baada ya makadirio kufanyika, lakini unaambiwa sawa, hujaridhika nayo, basi tulipe kwanza 1/3 ya kile kiasi ambacho umekadiriwa, alafu ndio tutakwenda kwenye kujadiliana inakuaje mfumo wa aina hii. Sasa sheria za aina hii ndio ambazo zinapaswa kuangaliwa tena, kuona zinakwenda vipi. Kwa hiyo zipo sheria mbalimbali ambazo unaona tu kabisa hizi zinapaswa kufanyiwa marekebisho na zinapaswa kuangaliwa tena. Kwa hiyo ipo haja ya kuziangalia kwa ukubwa huu. Mfano kama hizi multiple tax, kodi nyingi ya utitiri wa kodi ambazo imeziainisha, au double taxation, kodi kulipa mara mbili. Ndio hizo mifumo ya kisheria ambayo inapaswa kwenda kuangaliwa tena. Lakini pia zipo kodi mbalimbali, mfano property tax, kodi za mali hizi ni muhimu nazo pia kuangaliwa. Hii ina maana sheria ambazo zilikuwepo zipo sehemu zina changamoto pia hata ya tafsiri. Nimependa kitu ambacho alikizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya tafsiri. Yani yule anayetozwa kodi anaweza akasoma kile kifungu yeye akitafsiri tofauti na yule anayetoza na yeye akatafsiri tofauti. Sasa tayari mnakuwa mna mgogoro ule wa kodi. Kwa hiyo kuna haja ya kukaa chini kuona namna gani sasa kunaweza kuwa kuna sheria ambazo tukizizungumza au tukaziainisha zinakuwa zina tafsiri iliyo moja. Yani mimi nisitoke na tafsiri yangu na wewe ukatoka na tafsiri yako. Kwa hiyo unaona kabisa sheria zile za mwanzo zinapaswa kufanywa tena marekebisho. Na
Kwenye sera ndo hizo sasa, hata sera za kifedha pia zinapaswa kuangaliwa sera za ukusanyaji kodi na mifumo yake jinsi ambavyo ilivyokaa, na yenyewe pia inapaswa kuangaliwa kama tunaweza kuzifungamanisha taasisi mbalimbali zikawa zikatengeneza hiyo bundling system, tukawa tuna kodi za aina moja ambazo zote zipo kwenye taasisi fulani. Hii inaweza kutusaidia sana, kwa sababu kumbuka kuna zile kodi ambazo nakusanya TRA, wakati huo rudi tena utaona kuna kodi zile za halmashauri, tozo zile za halmashauri pia mfano service levy imekuwa kizungumzo sana, ambayo inakwenda kwenye 0.3 ya kwenye yale mauzo. Sasa unaona tu, unapata picha kwamba kuna haja ya kupitia tena sheria mbalimbali za kodi na mifumo yake, ili tusaidie sana kwenye kurahisisha ufanyaji wa biashara. Mapendekezo haya yanakuja kipindi ambacho tupo kwenye utekelezaji wa dira ya 2050. Nani anatakiwa mbebe mwenzie ili kuleta tija na kuendelea kusukuma kwa kasi maendeleo ya nchi? Sisi sote tunahitaji kwenda pamoja, kwa sababu najua leo hii Nurdin, tukisema ukiangalia tu kwenye budget, mfano budget ceiling, huo ukomo wa bajeti ambao umeainishwa siku za hivi karibuni, unaona zaidi ya 72% ni makusanyo ya ndani, na hiyo ina maana tunakwenda kwenye self reliance budget, ile budget ya kujitegemea wenyewe, kwa sababu kumbuka misaada imepungua. Nimeangalia kwenye ule ukomo wa bajeti kuna zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 563 hivi zenyewe ndio misaada. Linganisha na mwaka uliopita wa fedha huu unakwenda kutamatika, unaona kabisa ni zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1 ilikuwa misaada. Unaona imepungua sana. Sasa unapata tu picha, kadri ambavyo tunasonga mbele, budget inapaswa kuwa ya kujitegemea zaidi. Tunajitegemea vipi? Unapaswa kuwa na sekta nyingi, tunasema biashara nyingi ambazo zinaweza zikalipa kodi, ili uipate hiyo zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 36 ambacho kinahitajika kwenye kodi. Ukiachilia mbali hiyo na tax revenue, ambako huku sasa ni kwingine kwenye mashirika ya umma na ufanisi wake, hayo magawio ambayo yatatoka na vitu vya aina hiyo, tozo na ada mbalimbali. Tukirudi huku kwenye tax revenue, unazungumzia sasa mapato ya kodi. Haya sasa, mapato ya kodi hayana budi tuende pamoja, kwa sababu unahitaji kulipa kodi kwa ajili ya kuhudumia miradi ya maendeleo, lakini pia unahitaji kulipa kodi kwa ajili ya kuepuka kutumia vyanzo vingine vya mapato ambavyo vinaweza vikawa pia vina changamoto, kwa sababu usipokusanya mapato zaidi unakwenda kwenye kitu tunakiita budget deficit na kisi ya bajeti. Sasa ukisha kuwa na kisi ya bajeti, options zitakazofuata misaada kama hivyo imepungua, itabidi uende ukakope. Kumbuka uchumi wa Tanzania unaonekana kuwa unafanya vizuri. Kama una uchumi ambao unakuwa kwa zaidi ya 5% na sasa hivi unaonasibisha kufika hadi kwenye zaidi ya 6%, ina maana tukija hapa hatutakupa tena consensus loans, mikopo masharti nafuu. Wakati mwingine tutakuletea commercial loans, tutakwambia unafanya vizuri kiuchumi, unajiweza. Wakati huo Fitch na Moody's wameshatoa alama za B+ na B1 zenye stable outlook. Ina maana wewe unafanya vizuri kiuchumi. Kwa hiyo nikija nami najua kabisa huyu anafanya vizuri. Siku zote ukiwa unamkopesha mtu ambaye yuko vizuri kiuchumi, basi na conditions pia hautaziweka zilizo rahisi kiasi hicho. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tunahitaji kuwa na budget ambayo tunaweza kuilisha wenyewe kutokea ndani kwa sehemu kubwa, zaidi ya 72% kama hivyo. Kwa hiyo tunapaswa kubebana wote, tuende pamoja katika nyakati ambazo ufanisi unapaswa kuendelea kuongezeka, hasa kwenye mamlaka, lakini nasi pia wananchi tulipe kodi kwa ukubwa huo, na kuna haja ya elimu kwa walipa kodi kuendelea kuongezwa zaidi, kwa sababu najua wakati mwingine changamoto ambayo naiona ni kukosekana pia kwa elimu kwa walipa kodi. Hili eneo ni muhimu sana, kwa sababu leo hii ukiona mlipa kodi na mfanyabiashara ambaye yeye anamwambia sikiliza, kuna bei ya receipt na bei sio na receipt, na negotiate, alafu anambia bwana sikiliza, mimi nipatie hiyo sio na receipt. Usichokijua ni kwamba wewe mlipa kodi au wewe ambao unanunua ile bidhaa, hela unayompatia ina maana di kodi umempa, anaweka mfukoni yule mfanyabiashara. Kwa hiyo pale unajiumiza wewe, kwa maana ile fedha haiwezi kwenda kwenye miradi ya maendeleo. At the same time na yule pia mfanyabiashara na yeye, kumbuka yeye ile kodi anayekusanya ni kama wakala tu, si kwamba kodi yake. Kwa hiyo akikusanya ilikuwa vizuri aipeleke kwa mamlaka. Kwa hiyo unaweza kuona tunahitaji kwenda pamoja wote kwa pamoja, mamlaka kwa upande wake, nasi pia wananchi kwa pamoja kwa upande wetu, ili tuweze kufikia kwenye tija za aina hiyo. Ali Mkimo, nikushukuru sana. Shukrani sana Nurdin. Na nimekuwa naye CFE Ali Mkimo
mchumi huyo tulikuwa tukipiga darubini ripoti ambayo imewasilishwa ya tume ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi ambayo ilikuwa chini ya Balozi Sefue, ambaye amekabidhi leo kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kutoa mapendekezo 284 na serikali kupitia Rais Dr. Samia amesema kwamba anakwenda kuyafanyia kazi. Naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo natamatisha uchanganuzi kwa siku ya leo. Panapo majaliwa yake Allah, tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine. Nikutakia tu Ramadhan Karim na Kwaresma njema. Kwaheri.